Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku ya mwisho ya mwaka 2025. Kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mambo ya Iva, mji wa uwekezaji Bagamoyo. Wawekezaji 6 wapewa ardhi ujenzi wa viwanda. Tanzania yapanda mazingira bora ya uwekezaji, ajira 161,678 zapatikana. Habari katika ukurasa wa pili. Wawili huru kesi ya kuporomoka ghorofa Kariakoo. Habari katika ukurasa wa 3. Mvua ya somba bajaji, 4 wanusurika kifo. Habari katika ukurasa wa 3. Vigogo 5 matatani uuzaji ardhi ya malisho. Habari katika ukurasa wa 3. Mwandambo mikononi mwa polisi kukashifu dini. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Halmashauri zaelekezwa kupeleka fedha miradi ya vijana. Habari katika ukurasa wa 2. Msamaha waliokiuka sheria vyombo vya moto mwisho leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema tutakuja hivi mwaka 2026, yaahidi kusimamia siasa za kipekee zitakazojikita kwenye mchaka wa kuhamasisha wananchi kutafuta majibu ya masuala ya utawala bora. Nukuu ya Amani Gorugwa ikisema, Chadema tupo tayari, tumejiandaa kuongoza hiyo show itakayokuwa kubwa zaidi ya iliyotoka, no reform no election. Tunakwenda kwenye kipindi tutakachofanya siasa ya mchaka mzito. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Msando kamera za CCTV ziling'olewa na waandamanaji Dar es Salaam, katikati ya sintofahamu kuhusu kuondolewa kwa kamera za CCTV katika barabara ya Goba Central na Goba njia 4 wilayani Ubungo. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amefunguka na kueleza chanzo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. ACT Wazalendo yapata ruksa kupinga uteuzi viti maalum. Habari katika ukurasa wa 3. Simulizi aliyopitia abiria wa SGR Dodoma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. BOT eleza ugumu kudhibiti biashara holela ya fedha Tunduma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Serikali yazidi kutafsiri kwa vitendo maono ya Rais Samia, dhamira yake ya kujenga uchumi wa viwanda, kuongeza thamani ya mazao na rasilimali, kuongeza mauzo nje, kukuza ushindani na kuzalisha ajira zaidi kutekelezwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. TISEZA yasajili miradi 915 ya dola milioni 10,954.08. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Atuhumiwa kutupa kichanga juu ya paa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia na kumhoji Fahima Twahib mwenye umri wa miaka 19 kwa tuhuma za kutupa kichanga juu ya paa. TIB yaagizwa kuchagiza ukuaji maendeleo ya uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Naibu Waziri Mbibo, ubunifu katika kazi si anasa ni tija. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Soko la Kariakoo kuwa na vyumba vya kunyonyeshea. Habari katika ukurasa wa 3. Trump waonya Hamas Iran baada ya mazungumzo na Netanyahu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19.
Lakini pia gazeti hili limeandika naibu waziri Katambi na maelekezo muhimu kwa taasisi habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake mbele limeandika ilivyokuwa 2025. Watanzania wapitia safari ya milima na mabonde, siasa zikichemka, matumizi makubwa ya mitandao kupaza sauti za kushinikiza mabadiliko, sura mpya za watendaji serikalini za tuma ujumbe mzito. Habari katika ukurasa wa pili. Baadhi ya matukio yaliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele ni Chadema tikiswa polepole, watu kupotea, vurugu siku ya uchaguzi, kesi ya Lissu moto, ajali za usafiri za tikisa, yasiyotarajiwa bungeni, siasa za kususa Zanzibar, vijana na mitandao, vifo vya vigogo kisiasa, msukosuko kanisa la Gwajima, mpina wa CCM ahama, Dr. Tulia Majaliwa. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika msomi afukua kiini migahawa kufa ndani ya mwaka mmoja. Habari katika ukurasa wa 5. Mahakama Kuu yaipa ruksa ACT kupinga wabunge wa viti maalum. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Yaya amejifungua juu ya paa, atupa kichanga polisi. Habari katika ukurasa wa 4 gazeti hili. DJ na MC vigezo na masharti wawe wahitimu wa vyuo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazama sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Migiro kung'oka. Habari katika ukurasa wa pili. Majaliwa Padre Kitima wazua jambo. Habari katika ukurasa wa pili. Vijana wafunguka mazito kuelekea 2026, waungana na kukataa yaliyotokea Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika Rita thibitisha uimara kwenye mirathi. Habari katika ukurasa wa 3. Waziri mkuu aingilia kati tatizo la maji. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali kujenga shule zaidi za ghorofa. Habari katika ukurasa wa 5. Habari picha inamuonesha Rais Mwinyi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Uhuru kweli daima lenye katika ukurasa wake mbele limeandika wachumi wataja faida 8 ujenzi reli ya Tazara. Miongoni mwa hizo ni kuongeza ufanisi wa bandari da fursa za ajira kwa vijana. Pia wasema reli hiyo itasaidia mzunguko wa biashara na bidhaa kuwa mkubwa. Habari katika ukurasa wa pili. Wawili wafariki dunia kwa radi. Habari katika ukurasa wa 6. Maisha hayana extra time, timiza wajibu wako 2026. Habari katika ukurasa wa 15. Sakata la malori la mlaza boda RC wa Tanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mkandarasi aliyepewa kibano apewa masharti. Habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili limeandika ajira mpya chanzo cha watu kufika NIDA. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Habari picha ikimuonesha mgombea ubunge wa jimbo la Siha kwa tiketi ya CCM Godwin Mollel akijumuika na wananchi wenzake wakisubiri kupiga kura katika uchaguzi mdogo jimboni humo mkoani Kilimanjaro jana. Tunatazama sasa gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yaendelea kuvunja rekodi usajili wa miradi. Waziri Profesa Mkumbo asema kuanzia 2021 hadi Disemba 29, 2025 miradi iliyosajiliwa imeongezeka kutoka 252 hadi 915, sawa na ongezeko
la zaidi ya 260%. Habari katika ukurasa wa 3. Kuelekea mwaka mpya 2026, REA yashika mkono wahitaji. Habari katika ukurasa wa 2. Hakuna mtoto atakayezuiwa kusoma kwa kukosa sare za shule. Waziri TAMISEMI asema mtoto atapokelewa shuleni. Masuala mengine ikiwemo sare yataendelea kushughulikiwa. Ikiwa tayari anaendelea na masomo, itasaidia kuondoa vikwazo baadhi ya watoto kukosa haki yao ya msingi ya elimu. Habari katika ukurasa wa 3. Fuoni wajitokeza kupiga kura kuchagua mbunge wao. Habari katika ukurasa wa 2. TRA waja na Idris kuongeza ufanisi utendaji kazi. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Fuoni wapiga kura kwa utulivu. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Mkuu agiza kufundwa kielimu watendaji kada za afya. Habari katika ukurasa wa 2. Waziri asema ujenzi wa viwanda unachochea uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. TASAC wanunua boti 2 za uokozi Tanga Kigoma. Habari katika ukurasa wa 18. ZHC kutumia shilingi bilioni 1.9 ujenzi ofisi nyumba za biashara Pemba. Habari katika kurasa za ndani. Ujenzi nyumba za makazi utakuza maendeleo Dr. Harun. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika rais wa Israel akanusha kumpa msamaha Netanyahu. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika kiungo gumzo asepa Yanga ya saka mbadala wake. Habari katika ukurasa wa 2. Timu alizocheza ni Shambishi Power Dynamo, Sekokune na Yanga. Ligi ya mabingwa ni Al Ahly dhidi ya Yanga Ijumaa Januari 23, uwanja wa Al Salam. Yakub kama kamera Simba ingia mzigoni Fasta. Habari katika ukurasa wa 2. Ankonzala yupo hivi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika mechi za lawama ni Mlandege dhidi ya URA saa 10:15 jioni. Singida Black Stars dhidi ya Azam saa 2:15 Mapinduzi Cup. Gazeti hili limeandika mwanzo mwisho ajali ya Joshua. Habari katika kurasa za ndani. Amorim atoa msimamo mpya Man United. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Ijayo ni Januari 4 ni Leeds dhidi ya Manchester United. AFCON leo Jumatano ni Msumbiji dhidi ya Cameroon, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Leo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake nyuma limeandika Beka kamili kuibeba Simba. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini ongoza kikao kazi. Kikosi chaelekea Zanzibar kwa ajili ya kushiriki mapinduzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Striker mpya Yanga kuongeza makombe. Habari katika ukurasa wa 23. Ronaldo ndoto yangu kufunga mabao 1000. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.